Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, kampuni za bima zatakiwa kushiriki utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa kampuni za bima nchini zinatakiwa kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kuhakikisha Watanzania wengi zaidi wanapata elimu na kutumia huduma pamoja na bidhaa za bima ili kuboresha maisha yao. Aidha, kampuni hizo zimetakiwa kuongeza uwekezaji katika sekta hiyo kwa lengo la kuimarisha mchango wa bima katika kukuza uchumi na kuongeza pato la taifa. Maelekezo hayo yametolewa na Kamishna wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania TIRA, Bagayo Sakware, wakati akiendelea na ziara ya kikazi ya kutembelea kampuni za bima nchini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhamasisha ushirikiano katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Katika ziara hiyo, Kamishna Sakware ametembelea kampuni ya Reliance Insurance iliyopo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Na kwa kufanya hivyo, mchango huo utatumika kuboresha maisha ya Watanzania. Lakini tumepewa malengo vile vile kuongeza ajira kutoka kwa wananchi wa Tanzania, hususan vijana, kwa kutumia sheria ambazo serikali imezitunga, ikiwemo sheria ya bima afya kwa wote, sheria za bima za lazima na sheria zingine zote ambazo zina support sekta kuendelea. Kwa hiyo tupo kwenye hiyo ziara, tunashirikiana nao, tume dialogue pamoja hapa maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa. Akizungumza kwa niaba ya Reliance Insurance, mkurugenzi mkuu wa fedha wa kampuni hiyo Flora Makule amesema kampuni inaunga mkono juhudi za sekta ya bima katika utekelezaji wa dira ya taifa, hasa kwa kuongeza uelewa wa huduma za bima kwa wananchi ambao bado hawajafikiwa na elimu hiyo. Kwa Reliance Insurance, nasi tunaungana na sekta nzima ya bima katika swala la utekelezaji wa 2050, dira ya 2050, kwa kwanza kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafikisha ufahamu kwa walengwa, wananchi ambao bado hawajafikiwa na bima ama ambao wamefikiwa na bima lakini si kwa kiwango kile ambacho kinaridhisha. Hii ni tunaiendea kwa tunatazamia kutengeneza bidhaa mbalimbali za bima ambazo zitaenda kuwafikia moja kwa moja walengwa. Kwa upande wake, mwakilishi wa bodi ya wakurugenzi wa Reliance Insurance Shahidi Dhenai ameeleza kwamba ziara hiyo imekuwa chachu ya kujadili kwa pamoja changamoto, mafanikio na fursa zilizopo katika sekta ya bima nchini, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wadau wa sekta hiyo katika kufikia malengo ya kitaifa. So ni jambo nzuri, na kutokana na hizi malengo za dira za 2050 tutakuwa na a long way to go, ila tukaona kazi za TIRA na especially kwenye upande wa awareness building nchi yetu imekuwa tuseme kizuri sana na penetration wa bima. So tuseme hii wananchi wa nchi wawe na hii fursa wa bima na kujihudumia. Naona tunaenda vizuri sana, na labda kufunga naweza nikaisema kwamba commissioner akaituma neno nzuri sana leo, akasema kwamba excellence has no limits. Naibu Waziri Mkuu mstaafu Doto Mashaka Biteko amesema mchezo wa ngalawa una umuhimu mkubwa kwa jamii za Pwani kwa kuwa mbali na burudani na utamaduni unatoa fursa kwa wananchi kujikita katika shughuli za bahari na kujikwamua kiuchumi. Biteko ameyasema hayo katika fainali za mashindano ya ngalawa yaliyofanyika sambamba na tamasha la Kizimkazi, akisisitiza kuwa mashindano haya yanapaswa kuendelezwa ili kuhamasisha wananchi hususan vijana kushiriki katika uvuvi, kuendeleza vipaji na kulinda utamaduni wa jamii za Wakati nikiwa mdogo, mimi nilizoea kuona neno ngalawa kwenye madaftari. Nilikuwa sijawahi kuona ngalawa ni kitu gani. Nimegundua kumbe ngalawa ni chombo cha usafiri, tena ambacho kinategemea upepo. Nimeshangaa sana kuona ufundi wa kupambana na upepo na kuchukua mbio na hatimaye mtu kuwa wa kwanza. Hili kwangu ni darasa tosha. Lakini ninyi mnafahamu kuwa michezo ndio kitu pekee kinachowaunganisha watu.
watu wa dini tofauti, watu wa vyama tofauti, watu wenye asili na maeneo tofauti wanakotokea, kuunganishwa na kitu kinachoitwa michezo. Leo hapa kila mmoja ameburudika. Niliona mshindi wa ngalawa wa kwanza alivyofika. Sikuamini kwamba hata ngalawa yenyewe inaweza ikabebwa na wananchi. Mashindano hayo yanadhaminiwa na benki ya CRDB ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono michezo na shughuli za kijamii, ambapo ofisa mkuu wa fedha wa CRDB Frederick Nshekanabo ameeleza umuhimu wa kushirikiana na jamii katika kuendeleza vipaji na shughuli zenye mchango katika maendeleo ya wananchi pamoja na kuchochea fursa za kiuchumi kupitia shughuli zinazohusiana na bahari. Tumejumuika hapa, tumeshuhudia burudani, tumewaona mafundi wetu wa ngalawa walivyotuonyesha mchuano, lakini burudani kweli kweli, na tutawaona washindi wetu. Kama wadhamini tutawazawadia washindi wote watatu na zawadi zitatajwa, lakini vile vile tutawazawadia washiriki wote katika mbio hizi za ngalawa. Kwa upande wake, mshindi wa mashindano hayo Nasoro Pandu amemshukuru mdhamini kwa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslimu, akisema zawadi hizo zimekuwa chachu kwa washiriki kuendelea kujituma na kuimarisha mchezo huo, huku Mwanchumu Shaka Shewa Sheia Kizimkazi Mkunguni akieleza umuhimu wa mashindano hayo katika kuongeza hamasa kwa wananchi na kuendeleza shughuli za kijamii, kiutamaduni na kiuchumi katika eneo hilo. Siama na mshukuru Allah kwa kupata chombo cha kijiji cha Kizimkazi kitatunufaisha kwa shida zetu. Shauri vijana wajiwekeze kwa masuala ya michezo. Kwanza aende baharini wavue, kwa sababu akakaa majumbani ndio hivyo anakuwa vijana wetu wanaharibika, lakini ukaenda baharini unarudi unachoka, unashughulikia nyumbani na kwa pia haijambo kafanya mambo ya michezo. Mashindano haya yameongeza hamasa katika tamasha la Kizimkazi, huku yakionyesha namna michezo inavyoweza kuunganishwa na utamaduni pamoja na fursa za kiuchumi kwa wananchi, hususan katika jamii zinazotegemea rasilimali za bahari kwa shughuli za uzalishaji, uvuvi, biashara na shughuli nyingine zinazoweza kuongeza kipato. Asante sana mtazamaji, na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.